Na mpenzi mtazamaji wa Zantime Media. Zantime Media ni kituo chako bora kabisa ambacho kinakupa kila ambacho unahitaji katika ulimwengu wa media. Kama ilivyo kawaida yetu ya kukutana na watu tofauti katika studio zetu na kuzungumza nao mawili matatu juu ya maisha yao na maisha ya kazi zao. Na leo hii tuko na mgeni wetu ambaye amekuja kututembelea katika studio zetu, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi sana ambayo amekuja nayo leo kwa ajili ya Zantime Media pamoja na wewe mpenzi mtazamaji. Karibu sana. Asante. Jisikie huru, jisikie upo nyumbani. Asante sana, nashukuru. Watazamaji wetu wangependa wakufahamu wewe ni nani? Okay, asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Maria Musa Mkwende, na mimi nimejishughulisha katika swala zima la utalii, hususan katika kutembeza watalii na kuandaa zile tunasema misafara yao, itinerary zao. Hilo ndo kazi yangu kubwa ninayofanya. Ni kipindi chengine ambacho kinatazama fursa kwa mtoto wa kike katika utalii. Na leo tuko na Bi Mariam ambaye ni mtembezaji wa watalii katika visiwa vya Zanzibar, lakini pia ni mtayarishaji wa ratiba za misafara ya wageni. Bi Mariam, kipi kimekuvutia kuwa mtembeza watalii? Kwanza niseme ukweli, ilikuwa ni ndoto yangu. Haikuwa moja kwa moja kutembeza wageni, lakini ndoto yangu kufanya kazi takriban na nusu na robo ya watu waliokuwa duniani, mataifa tofauti. Hivyo katika option ambazo nilikuwa nazo, kwanza ni air hostess, lakini nikajikuta pale sikupata support kutoka familia. Pia nikasema nikiwa mkubwa nitakuwa ambassador, balozi, lakini nikajikuta kwamba kwenye ulingo wa kisiasa huko nilikuwa na imani hiyo sipo vizuri sana. Nikasema nitafanya kazi ambayo itaniruhusu nikutane na watu wengi na nifanye kazi nyingi wakati nafanya kazi moja. Ndipo nikavutiwa kuingia kwenye masuala mazima ya utalii na kipengele cha tour guide. Okay. Kuingia kwako katika utalii kulitokana na kufukuzia ndoto zako za kufanya kazi na watu tofauti duniani. Lakini nani alikuwa ni role model wako? Nani amekuinspire ukasema sasa kwa kumuona fulani na mimi naweza kufanya hichi kitu? Niwe mkweli, itakuwa ngumu watu kuelewa, lakini mimi nilikuwa tayari navutika sana na masuala ya international relationship and diplomacy, kwa sababu nilikuwa na ndoto ya kuwa balozi. Nilikuwa nampenda sana kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Nilikuwa nampenda kusema ukweli. Sasa nilipokuwa shule nilijiunga katika hizi club, English club, UN chapters. Kwa hiyo kupitia pale nilipata fursa ya kushiriki siku ya utalii duniani ambayo ilikuwa mwaka 2016. Kwa maana siku niloshiriki ile nikakutana na watu wa commission ya utalii. Na tulipelekwa dolphin tour. Kwa hiyo nikaona kumbe Zanzibar ni nzuri hivi. Kwa hiyo na ina fursa nzuri. Kwa hiyo hapo mimi mwenyewe akili yangu ikasema hichi ndio kitu ambacho nakitaka. Zanzibar ni nzuri. Zanzibar ni nzuri. Niko very sure 100%. Wana Mzanzibari ambaye unaangalia interview hii, jipige kifua kwanza alafu tembea kifua mbele. Zanzibar ni nzuri, Zanzibar inavutia. Kitu gani ambacho kinakuvutia zaidi katika maeneo ambayo unayatembelea kama mtembeza watalii? Ni mkweli sijasafiri kusema nchi nyingi sana, lakini kwa sababu watu wanatoka huko kwingi wanakufuata sisi hapa ambapo tupo, napata experience za maneno. Kwanza Zanzibar tumebarikiwa na watu wakarimu, hivyo wanajiuliza watu wengine wanaishi vipi mpaka kwamba hii ndio inakuwa sifa ambayo tunapewa sote. Kwa sababu mgeni akija hapa anashughulikiwa na kundi fulani na watu, hashughulikiwi na Zanzibar nzima. Lakini wao sifa hii tunachukua sote. Lakini pia niseme ukweli, kimasuala ya sustainability bado Zanzibar tuna bichi nzuri na bichi safi. Ni sifa ambayo namba 2 hukaa nikapokea kwa wageni kwamba wow,
hivi kuna beach wanajuza, kuna beach ambayo ina clear and crystal water kama hizi, kwa maana wanazikuta hapa Zanzibar. Lakini sifa ya kwanza tunabeba na inabeba na hii sifa hii, utamaduni. Utamaduni wetu sisi si watu wa kumbagua yoyote. Kwa maana sifa hii inawapa wageni, wanakupa experience kwamba sisi kwetu hatuishi maisha haya. Wanaweza hata kukuuliza, unasalimia kila mtu, hivi wote ndio unawajua hawa? Unaambia no, it's part of our culture. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa kweli hata na sisi Zantime Media tumejifunza kitu, alafu na sisi tutatembea kifua mbele kuwa tumefanya kitu kikubwa katika taifa lenye hadhi ya kipekee katika ulimwengu wa utalii. Wewe ni mwajiriwa au unafanya shughuli zako binafsi? Mimi ni mwajiriwa. Nipo chini ya kampuni ambayo niseme ndo wadhamini wangu katika hili gurudumu zima la kuendesha kazi zangu za utalii. Ndio. Kama ingetokea tuseme Mheshimiwa Rais anasema, tunasema ile umekula teuzi, anasema leo na kuteua wewe kwa ndo msimamizi mkuu wa utalii Zanzibar, ndoto yako kitu gani ungependa ukione kimeboreka? Mimi kiupande wangu ni mkweli, ningependa kwamba huu utamaduni ambao tuliusikia na bado tunasifika nao, lakini kiuhalisia ukiishi maisha unaona ni utamaduni ambao unaanza kupotea. Kwanza huu rudi. Kwa maana yule Mzanzibari halisi ndo nani? Kwa sasa hivi unakuta tunauza utamaduni kama aspect kubwa na muhimu ya utalii, na tunaufuata maeneo maalumu kuliko kwamba mgeni akishuka tu pale airport kama atauona. Pale airport hawezi kuona. Ndio maana unakuta katika development za package tuna hizi cultural tours, ikiwemo Swahili cooking classes, ikiwemo Swahili weddings, culinary, tuzifate maeneo maalum. Wakati ilikuwa kitu ambacho kiwe exposed. Kwa maana yule mgeni akaamba okay, Zanzibar ina rich of culture, akishuka tu pale airport alistahili aone. Mpenzi mtazamaji wetu, kwa kweli leo ni siku moja ambayo nzuri sana, ambayo tunavuna madini kutoka kwa mwanamama ambaye tuko naye studio leo. Wale waliosema mwanamke ni mtu na nusu, waongeze na robo tena kwenye hiyo nusu. Bi Mariam, wewe kwa kama mwajiriwa, kuna changamoto ipi unakutana nayo katika ajira yako ya utalii? Changamoto hazikosi kwenye kazi, changamoto hazikosi kwa sababu unapoanza kuingia kwenye mfumo wa utafutaji wa maisha, unakuwa kwanza unaangalia nikipata kidogo tu mimi nitaridhika. Lakini ukishaingia kwenye kile kitu, ukaanza kukifahamu kwa upana wake, unasema hapana, na mimi basi niwe na changu tu niendeshe. Kwa maana pale kunakuwa tunasema conflict of interest za nafsi, lakini niendelee kuwepo hapa nijifunze ama nitoke nikatafute changamoto. Vizuri. Je, thamani ya mwanamke katika utalii Zanzibar unaiona katika engo ipi? Kwa sasa niseme naiona kwenye 50-50. Kwa maana kuna 50 tayari zimekamilika ziko vizuri. Ndio. Na kuna 50 bado hazijakamilika zipo vizuri. Kwa mfano sisi matua guide wa kike, mpaka kupata lile soko watu wakakutambua, inakuwa kwanza hiyo ni kazi kubwa. Lakini ukishalipata unakuwa umesimama vizuri. Lakini kuna watu wana mchango mkubwa, akina mama, ni wanawake, wanawezeshwa tuseme ukweli, lakini ile faida wanayoipata niweze kusema haiwastahili. Kwa mfano, nitakupa mifano hii mikuu miwili. Kuna kina mama ambao wanajishughulisha na kilimo cha baharini, tunasema mwani. Unajua mwani ni kitu ambacho kina soko kubwa duniani. Lakini sasa ukitazama ile product ya mwani, nani ameizalisha na yule anochukua tu anosambaza, tunamuita huyu middleman, wana mifumo miwili tofauti ya maisha. Kwa nini tuseme yule anaozalisha ile product
ndo asiwe ana mfumo mkubwa kuliko huyu middleman. Kwa maana hiyo ni changamoto, na kina mama ndo wakulima wakubwa lile zao la baharini. Lakini kwenye masuala mazima ya spices, zile local products, akina mama ndo watengenezaji. Lakini ukizunguka mostly hizi spice farm hapa Zanzibar, sidhani kama utamkuta anayeuza ndani ya lile shamba la spice kama ni mwanamke. Isipokuwa tu utamkuta mwanamume kubwa ataambia wageni support local community. Anaambia kina mama hawa ndo wanotengeneza. Ila huna ukweli kama kweli kina mama ndo wanafanya ama ndo maneno tu ya kibiashara. Kwa hiyo kiupande fulani imetoa ajira na wanawake wamekuwa position vizuri, lakini kiupande fulani still kuna kundi muhimu linalotengeza product za utalii, hususan kina mama bado hawajafaidika tunasema. Bila shaka maoni yako yanasikika na wahusika watalifanyia kazi hili kuona kwamba kuna kundi ambalo lilipaswa kupewa nafasi na bado halijapata nafasi stahiki. Ukiwa kama mwanamke ambaye unafanya biashara hii ya utembezaji wa wageni na uko chini ya kampuni ya mtu, of course kampuni itakubeba, itakupa support, lakini vipi jamii ndio kuzunguka, unahisi na kuchukuliaje na aina ya kazi ambayo unaifanya? Tuwe wa halisia. Tukizungumza utamaduni wa Mzanzibari, ni utamaduni ambao una vitu baadhi kwamba tunaweza kusema kama haviko support kwa wanawake moja kwa moja. Lakini kutokana na sasa hivi jamii na huu utalii umesababisha kwamba mwingiliano wa wageni, baadhi ya mawazo ya wazazi yameanza kubadilika. Ikiwemo kwamba kupata tu ile binti elimu ya kuanzia msingi hadi chuo. Hayo ni mabadiliko yaloletwa, sio kama yalikuja tu wenyewe. Kwa hiyo unakuta jamii inakusapoti lakini si 100%. Kwa maana mfano mdogo, sisi wanawake unajua kunafika hatua unaanza kuwa na vitu navyo vingine muhimu ukiachana kazi, mfano familia. Lakini unakutana na mtu anakuambia, "Hey, wewe utaoleka. Si kazi yako kuranda. Unajua kupika." Kwa maana kumbe kwenye jamii wapo watu wanamtafsiri mwanamke ni yule tu kwa mama nyumbani, akae, asijichumie, asijitafutie. Kwa maana kwenye jamii wapo bado wana mawazo hayo. Lakini jamii hiyo lipo kundi dogo anakuambia fanya kazi. Hivi ndo ulimwengu sasa unavyotaka. Jitegemee. Vizuri. Wakati wa kongamano la elimu bila malipo Zanzibar, miaka 61 ya elimu bila malipo, Mheshimiwa Waziri wa Elimu alitoa wito wa wazazi kuembrace mabadiliko ya teknolojia. Je, nyinyi watembeza watalii wa kike, teknolojia inakusaidieni kwa namna yoyote katika harakati zenu? Tena tuseme ukweli, kwenye utalii tunaamini kuna ulimwengu wa pili ambao hauwezi kufikia kwa uwezo wa kifedha. Na ulimwengu huu ni teknolojia tena ya kidigitali. Kwa maana tunaamini tuna wateja ambao hawa hatuwezi tukawafikia kwenda majumbani mwao kuwafanyia mfano marketing. Lazima ili wapate utafute interest zao za taarifa kupitia mfumo wa kiteknolojia. Kwa hivyo sisi kama mabinti tunajaribu kuunda mifumo tofauti ambayo inafanya kazi za utalii. Kwa mfano hizo Facebook, mwingine anaweza kutumia Facebook kwa matumizi yake ya kawaida, lakini sisi tunasema mitandao ni ofisi zetu kabisa. Na ni ofisi zetu kwa sababu tunatangaza kazi zetu zinaonekana duniani. Kupitia pale tunaweza tukapata booking za wageni. Kupitia pale pia tunajifunza washindani wetu, kwa sababu vipo visiwa ambavyo vinashabihiana na Zanzibar. Sisemi viko kama Zanzibar, lakini vinashabihiana na Zanzibar. Kwa hiyo tunapata kujifunza. Okay, mfano Maldives wana beach nzuri.
wametupita hawajatupita. Sawa, tuseme wametupita bichi kwa usafi. Wao kwa usafi wako vizuri sana. Lakini mbona sisi tuna watu wako very kind? Umeelewa? Yeah. Kwa maana tunajifunza mbinu pia. Ndio. Kupitia hiyo digitali, lakini digitali pia inatutangazia kazi zetu. Nitakuuliza swala moja hivi la kiuchokozi kidogo. Uliza. Zanzibar tuna misimu. Tunakuwa tuna high season, tuna low season, tuna mini low season. Ndiyo. Lakini ukiangalia visiwa vingine ambapo vina idadi kubwa ya watalii. Kwa mfano hapo umetoa mfano wa Maldives, kuna Sardinia, kule Italy na visiwa vingine ambavyo vina large number ya watalii. Unahisi kwa idadi ya watalii ambao tunapata Zanzibar, je, kuna haja ya kuwa na misimu au unahisi kwamba ni mfumo ubadilike ukizingatia tupo katika ulimwengu wa teknolojia? Tukisema mfumo ubadilike, inabidi tubadilishe vitu vingi. Tunaweza kusema sawa, Zanzibar sasa hivi tuna mahoteli ambayo yana sifa tofauti tofauti. Kuna nyingine ambazo zinafikia hadhi ya nyota 5 kabisa, kuna nyingine 4, na tunataka tushindane zaidi, tufike mpaka huko hadhi nyota 7 tufike na sisi. Lakini wakati tuna promote hicho, tuangalie na uhalisia wa kisiwa na elimu ambayo watu wengi hapa kisiwani wanayokusana na utalii. Yaani tusiuvamie na maanisha. Kwa nini nikasema hivyo? Wenzetu wana mifumo, tunasema system, ambazo utalii unafanywa, wageni wako wengi, lakini hawaharibu ekolojia yao ya mazingira. Kitu ambacho sisi Zanzibar tutizame kipindi kidogo tu cha high season. Kikija, nenda kwenye zile destination, unakuta sisi tunaotembeza tukishirikiana, tuseme wakati mwingine na mabeach boy, ndio sababu ya kuharibu wenyewe yale mazingira ambayo watu wamekuja kuyaona kwa sababu ya sifa alozipata. Kwa hiyo hii kuwa na misimu hapa kuna fundisho kati, kwa maana tuwe tunajijenga, tunajua tunatunza vipi. Kwa maana tusipojua kukitunza hichi kitu, ndio kuna siku kitapotea. Ndio. Mpenzi mtazamaji wa Zantime Media, tupo studio za Zantime Media leo tukiwa na mgeni wetu hapa Bi Mariam ambaye ni mtembeza watalii wa kike Zanzibar. Zanzibar, fursa kwa watoto wa kike kwenye utalii imefunguka. Mifano hai ipo wazi, na leo hii tupo na mtu ambaye ametumia fursa ya utalii kama mtoto wa kike vizuri. Tumeweza kujifunza vitu vingi sana kutoka kwake. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike. Weka comment yako hapo chini, tuambie kipi ungependa kifuate, na kama ungependa kuna mtu yoyote tufanye naye interview, basi tuwekee katika comment ya video hii, na pendekezo lako, ushauri wako utafanyiwa kazi. Muda wetu unatuacha mkono, lakini tuzungumze bado japo dakika 2-3 hivi. Nadhani director atatuvumilia kidogo, tutapata muda kidogo wa ziada. Kwa hiyo ukiwa kama mtoto wa kike kwenye utalii, kesho yako unaiona wapi? Niweze kusema kwamba kesho yangu naiona iko very bright. Iko bright, iko na great. Endapo nitaendelea embrace hizi opportunity ambazo zimo ndani ya utalii, na nikatembea navyo the way ambavyo unatakiwa utembee navyo. Kwa sababu sasa hivi ukiachana kwamba serikali inatupa support kubwa sisi mabinti kwenye utalii, lakini unakuta hata wageni wenyewe wana interest sana na kukutana na magaidi sisi wa kike. Na sasa hivi tuseme ukweli, tusifu sana serikali kwenye swala zima la hawa DMA, destination marketing, ambao wanashughulika. Ndio. Wanatangaza, wanajaribu kuwa wabunifu. Unajua zamani ilikuwa tunaomba Zanzibar tu receive wageni kwa sababu hatuna ubunifu kwenye marketing. Lakini sasa hivi mfano walikuja na ile green tourism. Sasa hizi wana halal tourism. Sasa halal tourism unakuta inavutia sana zile nchi ambazo wageni wake wingi ni Waislamu,
wanawake, lakini pia imewapa wale wageni fursa kwamba kumbe unaweza wewe ni tourist wa kike ukavisit Zanzibar na ikawa kweli ile neno hakuna matata limekukuta, kwa sababu huko Zanzibar nikenda naweza nikakutana na guide wa kike akanifanyia kazi na kila kitu kikawa kizuri. Kila kitu kikawa kimekwenda. Naam. Unazungumza lugha ngapi za kigeni? Mimi lugha ambayo nazungumza ni kwa ufasaha, wala niseme kwa Kiswahili. Kwanza ni Kiingereza, yani unazungumza kifasaha. Pia nina lugha ambayo naizungumza kwa mfumo wa intermediate niseme. Ndio. Kijerumani. Kama nilianza kujifunza miaka 3 nyuma. Sasa unaelekea mwaka wa 5. Nipo kwenye gradually, yani najifunza tu bado. Nilisubiri swala hili nipate majibu ili nijenge swali katika maelezo yako nyuma. Ndio. Ulisema role model wako ambaye unampenda sana ni Chancellor Angela Merkel. Naam. Yeye ndo ambaye alikuvutia kusoma Kijerumani au uliona tu kwamba kuna fursa na soko kwenye lugha ya Kijerumani? Sikuona fursa na soko, lakini ni pale pale role model wangu. Yule mama nilikuwa nikikwambia neno nampenda ufahamu hilo. Yes. Kiasi cha kwamba nilikuwa sipitwi na taarifa za habari za Deutsche Welle Kiswahili. Nisikie tu leo Ujerumani kimeendelea nini. Ushauri wako kwa serikali, wizara ya elimu, wizara ya utalii, unahisi kwamba je, ipo sababu ya kuikuza lugha ya Kijerumani kwa sababu wewe imekupa fursa? Nikisema hivyo nitakuwa sasa na sukuma serikali ifanye kitu mimi napenda. Lakini ukikuta vijana kila mtu ana kitu mwenyewe anapenda, tupo tofauti. Kikubwa ningesema tu serikali hususan wizara ya elimu ingejaribu kuweka mitaala, na nadhani ipo baadhi ya skuli, mfano kusomeshwa Kifaransa kuanzia darasa la chini, wangejaribu kuweka na lugha nyingine ya ziada japo moja, halafu watoto wakawa wanachagua wenyewe. Nadhani zimeongezwa lugha. Zimeongezwa. Lakini I'm not sure kama na Kijerumani ni moja katika yao, lakini nadhani Kichina kimeongezwa. Umeona? Zipo, lakini ujumbe wako ndio umesikika sababu wewe ni mwananchi. Ndio. Na unayo haki ya kuishauri serikali yako, si ndio? Kabisa. Ni haki yako. Serikali ni watu na watu ndo sisi. Yes. Vizuri, nimefurahi kwamba uko aware, unajua haki yako. Naam. Maybe tunaweza tukakuta tumepata rais mwanamke Zanzibar, na pengine ukawa wewe wa kwanza kama alivyokuwa Mama Samia wa kwanza kwa Jamhuri ya Muungano. Tumesikia. Maoni yako nadhani serikali imeyasikia na of course itayafanyia kazi. Asante sana. Mwisho nimalizie kwenye mazungumzo yetu kwa sababu tuna vitu vingi vya kuzungumza. Ni kuombe kwamba usichoke kututembelea mara nyingine. Pia unaweza kufika tukapata muda pia wa kuzungumza. Tumebakiwa na dakika moja. Mtoto wa kike ambaye anaiona fursa kwenye utalii na anaiogopa, unamwambia nini? Mimi kwanza nasema kila kitu kinahitaji kwanza uthubutu, na jambo zuri kwamba sasa hivi magaidi wa kike hatupo kidogo hivyo tuseme uongo, tupo wengi kiasi cha kwamba unazunguka kule mjini unasema yule ndo kwanza nimemwona leo yule, kwa maana inaonesha kuna wengine huko wanapikwa sehemu na wao wanakuja. Sasa hawa wanaopikwa hawa waje wakijua kwamba utamaduni ni kipengele muhimu cha utalii, na utalii kipengele chake muhimu ni utamaduni. Tuje tutangaze utamaduni wetu. Mimi nikushukuru sana kwa kututembelea na tunakukaribisha tena. Mpenzi mtazamaji, programu yetu ya leo inafikia ukingoni. Leo tulikuwa katika studio za Zantime Media na mgeni wetu hapa Bi Mariam ambaye amekuja kutueleza vitu vingi sana vinavyohusiana na fursa ya utalii mtoto wa kike visiwani Zanzibar. Na yale ambayo ameshauri
basi naamini kwamba wale ambao wanahusika wameweza kuyasikia. Mpenzi mtazamaji wa Zantime Media, interview yetu inafikia ukingoni kwa siku ya leo. Katika studio za Zantime Media leo tulikuwa naye mgeni wetu hapa Bi Mariam Mkwende, ambaye alitueleza vitu vingi vinavyohusiana na fursa ya mtoto wa kike katika utalii. Mtoto wa kike anayo fursa ya kiuchumi katika utalii hapa visiwani Zanzibar. Kumalizika kwa kipindi hiki ndo maandalizi ya kipindi kingine. Tuandikie comment yako hapo chini, toa maoni yako, nini ungependa tukizungumzia katika kipindi kinachofuata. Maoni yako ni muhimu na tutayafanyia kazi. Ila usisahau kutupa support kwa kusubscribe, kushare pamoja na kulike video zetu. Asante sana.